Mtu mwenye hasira za upesi anaitwaje? Mwana hasara ni kiburi tu. Mwanitwanga Ijifura. Mwenye anakasirika haraka Anaitwa muhasiri. Ni makasiriko. ni mkasirifu. Huyo ni mtu mkorofi. Mkurupukaji, mtu mwenye ghadhabu nyingi, mtu mwenye balaa, vurugu. Anaitwa short tempered. Kwa sababu tukianza kusearch huko na kugoogle sangapi huyu mtu ambaye ana hasira za upesi. Ni mnene. Mnene ana hasira za upesi. Nitalipiza tu sasa hivi. Anyway, sasa kimsingi ni kwamba mtu ambaye anakasirikia kila jambo. Yaani hata mnaongea vitu vya kawaida tu yetari ashaanza kununa. Mnazungumza kuhusu hata utani tu wa kawaida. Jokes. Jokes. Anaitwa mkimwa. Anaitwa mkimwa. Mtu aina hiyo. Ndio. Hasira za haraka haraka. Kwa kitu kidogo tu. Hata waweza kuwa tu umeteleza ukasema jina lake vibaya. Nini mbaya na wewe? Yule jamaa mtano anasema amefume. Kila saa anashikanare. Anasema mtani. Uko tu. Na kuna pia watu ambao wanaweka chuki nyingi kwenye nyoyo zao. Kuna msemo wa Kiswahili, fundo la moyo. Fundo la moyo ni kwamba unajua kama fundo tu la kamba. Kuna kitu ambacho unajua kwa Kiingereza unasema forgive and forget, lakini kilichokutokea wewe sitawahi kuforgive na wala sitawahi kuforget. Ama unaweza tu ukaforget, lakini ama ukaforgive bila kuforget. Hilo hauwezi. Na wakati mwingine inaweza kuwa ni tukio ambalo limekutokea wewe kupitia utaratibu wa maisha, kwa biashara, kwenye mapenzi, na kila wakati kitu hicho kina kama unavyosema mtakera vile sinya tu, yani utaki hata kusikia jina la mtu. Kwa hivyo jibu lake ni mfundo. Ni mfundo. Unakuwa na mfundo wa moyo. Na inabidi watu wafungue hiyo mifundo. Ndio nasikia fungua moyo, legeza. Kidogo jiache free. Lakini pia kuna wakati watu ambao wanapenda kununa tu. Kila wakati. Hana raha. Watu aina hiyo kwa kweli duniani wapo. Hebu angalia tu pale mahali uko na mtu fulani hivi, unamjua tu. Anaitwa msununu. Mtu mwenye tabia ya kununanuna kila wakati. Anaitwa msununu. Naam. Una mfano mnene? Mimi sipendi kujihusisha na watu kama hao. Kama wewe ni msununu, nitaka na wewe nitafanya nini? Yaani kila wewe umenuna. Umenuna na hata wakati wa furaha wakati wewe sukae huko hata siwapendi. Lakini sidhani kama wako wengi sana. Maana si wakati mwingine mtu hufaa anacheka angalau. Lakini wapo watu ndimu. Hata akicheka au siku hiyo mnakwenda mnachinja mbuzi. Sasa kuna kila wakati ambapo kuna fujo ama kuna ghasia zozote, hili neno tandabelua linatumika mara kwa mara. Nitatoa mfano. Mara nyingi pakitokea kitu ambacho kinamkasirisha mtu ama watu kwa jumla. Kwa Kiingereza wanasema kuna uproar. Mumeongeza bei ya vitu. Yani hasira ambayo inachangia watu kuleta mfarakano. Balaa. Na kwa sababu unajua mfarakano hautokei tu. Kama juzi umeona kuna kijana amepoteza maisha kwa njia ambazo ni tatanishi, na watu wakasema kila mzazi anasikia uchungu wa mzazi huo. Ndio pakawa na tandabelua. Na kuna hili neno lingine mwao. Mwao linamaanisha nini? Mwao ni wale watu ambao wanakaa tu na kuanza kusengenyana. Yaani hana muda wa kupoteza. Akija ameshaanza mashirima, unamjua mnene pale kwake hivi haukuulizwa, lakini unakuwa na kauli za kutaka tu kusema mtu. Kwa hivyo yale hali ya masengenyo ndio mwao. Na pia ni kipipa fulani, watu wanaofuga ng'ombe na kuku, kuna vipipa vinakatwa katikati, unakuta plastiki ama dumu ni ule mtungi wa round ule wa maji, ndio unaitwa dumu kwa Kiswahili. Ukiupasua katikati alafu nusu yake unaweka maji, wanyama wa mifugo wanakunywa, au kuku au vyakula vya wanyama wanakulia mle ndani, basi ile ndio inaitwa mwao. Na Wakenya pia wana mwao. Kwa nini? Huwadanganyi kwa urahisi. Kwa Kiingereza wanasema these people are well informed. Uji tu kaleta vijimambo siku hizi. Watu wanakusikiza, wanacheka, alafu wanakujibu baadaye. Kwa hivyo watu ambao they are well informed wana mwao.
Kwa hivyo kama wakati huu ambapo mambo yanapotokea unapata watu wanauliza maswali mengi. Ndio. Kama kisa cha Ojwang. Na unapata watu wanauliza maswali ni kana kwamba wao wenyewe ndio DCI. Au sio? Kwa hivyo hao wanamwao. Waswahili wanasema Waingereza wanasema wana follow through. Wanahakikisha kwamba kila kipengee cha ushahidi kinapatikana na kutolewa. Hata kwa bajeti, siku hizi watu wauliza maswali ya kipumbavu, huji kuwapa ahadi tu za hivi. Wanakuuliza unatuambia hizo hela zatoka wapi? Za changiwa na nani? Yaani na wanafuatilia kama sasa mjadala mkubwa ni madeni haya yote ambayo tunasema tunalipa. Yalitumiwa kufanya nini? Tuotolee orodha ili tuone twalipa hizi kwa hili. Hizi kwa hili. Sio kama zamani tu. Lakini nawahongera wa Kenya kwa kweli. Wanafanya kazi. Kwenye masuala ya kudadisi kwamba ni vitu gani vilivyotokea, mazingira yapi, tunataka tupate haki. Nadhani tunaelekea pazuri. Na ndio mwerevu mjinga akirevuka? Mwerevu yu matatani. Mwerevu yuko matatani. Nani huwa? Zamani walikuwa wamezoea kuishi na wajinga. Na kwa maana hiyo mwerevu nani labda? Na mjinga nani? Wanajijua. Sasa tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe na Munene. Tuko naye mtazamaji kutoka wapi? Levi, hujambo? Jambo mheshimiwa na Munene pamoja na Bakari. Karibu sana kwenye nipe nikupe. Unatupigia kutoka wapi? Niko katika kaunti ya Kiambu. Aha. Munene huyo hapa atakueleza yale maneno ambayo mtapokezana hii leo. Haya. Jana bajeti kasomwa wakatutolea makadirio. Kwa hivyo mimi leo nataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na hiyo kama makadirio. Ichinjio. Bakari akikukasirikia chana mbio. Ukiweza ruka uzio. Aha. Akikushika toa mlio. Hata wewe sema una salio kwa M-Pesa. Pia nina sikio. Na hata akikulemea chukua ufagio. Basi mimi nina kalio. Una kalio? Moja tu. Haya, pole. Akikuumiza piga kwenye redio. Kama ni mimi ningetoa kilio. Basi nikidadisani nina kalio. Haya, asante. Tunakuombea upate jingine. Nanda Munene mchokozi. Asante. Levi, asante sana. Kila sana mheshimiwa. Usiku mwema Levi. Hebu sasa tumpatie fursa Nuzberi Bakari aweze kutugania shairi la leo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri tu mie wananiita al-Ustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari. Shairi langu la leo ni kuhusu haki ya mwananchi. Nasema mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda. Shairi linakwenda kama utakavyolisikia. Wakenya walalamika kwamba wanakosa haki. Watu wanadhulumika na pesa hazishikiki. Wengi wamekasirika na vijana wamenoki. Mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda. Watu wananung'unika kwamba hamuambiliki. Na sasa wameshachoka madharau hawataki. Badilikeni haraka, fanyeni mambo kwa haki. Mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda. Kwa kweli hali ni mbaya kwa swala la usalama. Wakenya wako pabaya, hatwendi twarudi nyuma.
ni faya juu ya faya, hii kwetu nina kama mnyonge kupata haki, ni mwenye nguvu kupenda. Sote tumejionea mambo yanavyopelekwa, vijana wakiongea hata nyara wanatekwa, wengine wanapotea wanateswa na kubakwa. Mnyonge kupata haki, ni mwenye nguvu kupenda. Msitumie mabavu mnapomshika mtu, kumchapa kavu kavu bila huruma na utu. Hilo si jambo angavu la kumfanyia mtu. Mnyonge kupata haki, ni mwenye nguvu kupenda. Mnyonge kupata haki, ni mwenye nguvu kupenda. Mnaamini hilo? Hiyo ni zulma kabisa. Lakini ni kweli. Hiyo ni zulma. Mnyonge kupata haki, mwenye nguvu kupenda. Lakini haifai kuwa hivyo Mnene. Lakini ndio maisha. Hata kule kwenye wanyama wa pori. Lakini Waswahili wanasema ipo siku. Ipo siku. Aliye juu mngoje chini. Kwenye mazingira haya usimngoje. Lakini aliye juu mngoje chini. Mngoje chini. Atafika tu lakini. Lakini Wakenya waseme ipo siku. Ipo siku. Ipo siku. Na Mungu si athmani. Au sio? Sawa sawa. Haya. Wacha tusubirie hiyo siku. Maana Wakenya pia sisi wenyewe tuna subira. Tuseme tu inshallah. Inshallah. Mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama. Hadi wiki ijayo, tunakutakia usiku mwema.